Tunakuletea taarifa ambazo zimetufikia hapa studioni katika taarifa za usajili. Mimi ni Generator ama Costa Pius. Ninakuletea taarifa hii ya ukweli na uhakika. Ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wapo katika rada nzuri za mazungumzo ya mwisho kabisa kuweza kupata huduma ya Peter Shalulile, striker hatari linalokipiga Mamelodi Sundowns. Sasa historia tu kwamba huyu Peter Shalulile amezaliwa Namibia, ama ni Mnamibia huyu, lakini pia ni nahodha wa timu ya taifa ya Namibia ambaye amefanya mambo makubwa sana akicheza katika timu yake ya taifa kama nahodha na kuisaidia timu yao kufanya vitu vikubwa sana barani Afrika, timu ya taifa. Lakini zaidi sasa ameimbwa zaidi akiwa Mamelodi Sundowns ambaye amefanya vizuri sana katika michuano mbalimbali, mfungaji bora nafasi kadhaa, miaka kadhaa akichukua hiyo tuzo kule Afrika Kusini, kiatu hicho kutokana na quality yake ama na ubora wake ambao yuko nao. Umri wake ni miaka 33 kwa sasa Peter Shalulile, kwa sababu huyu amezaliwa tarehe 23 katika Machi tarehe 23 mwaka 1993. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba Peter Shalulile ni striker ambaye umri wake kidogo umeanza kwenda ama umekimbia kidogo, kwa sababu ana miaka 33. Soka letu la barani Afrika, mchezaji anapofika miaka 33 kidogo tunasema ni maji ya jioni hivi. Na kule Afrika Kusini ama South Africa, Mamelodi Sundowns katika michezo 10 ambayo amehudumu amefunga goli 3. Na istoshe pia aliongezewa kandarasi kutoka mwaka 2025 mpaka mwaka huu 2026 ambao mkataba wake unaisha. Kwa hiyo Peter Shalulile atakuwa anatoka pale akiwa ni mchezaji ambaye sasa yuko free, yuko huru kuweza kuwatumikia watu ambao watakuwa wanahitaji huduma yake. Sasa Simba imeona ni mchezaji ambaye inamhitaji zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mastreka wa Simba msimu huu wamekuwa sio wabaya, ni mastreka wazuri, lakini kuna ile ingia toka ya wachezaji. Kwa mfano walikuwa na Jonathan Soa ambaye hivi tunavyojua wao klabu imemfungia kutoshirikiana na wenzake kwa sababu zao za msingi ambazo waliona, kama vile inatajwa kwamba alikuwa ana viashiria ama ana hatari ya kuihujumu klabu ya Simba. Lakini ukija kwa striker wao mwingine Suleiman Mwalimu, unakuja kugundua pia naye amefungiwa hapa juzi kati. Kwa hiyo mechi kadhaa atakosekana Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo unaona mastreka wote ambao waliweza kusajiliwa na Simba wameacha jeraha kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Jeraha limeachwa sio kwa sababu ya ubovu wa mastreka hao ama kwa kile ambacho wamekiofa pale, lakini kwa sababu ya tabia zao kutokuwa nzuri. Ukiangalia Jonathan Soa wakati anasajiliwa akitokea Singida Black Stars, watu waliamini kwamba huenda akabadilika kwa sababu kule alipotoka alikuwa na viashiria ama tabia hizo za utovu wa nidhamu, na iliwahi kusikika kwamba baadhi ya watu wakasema hata akitua Simba tabia zake zitabadilika na vile vile wataamua kuishi naye hata kama ana tabia ngumu hivyo hivyo. Lakini mwisho wa siku sasa mambo yamekuwa magumu. Kwa hiyo Peter Shalulile ndio striker ambaye anatajwa na Steve Barker, anamfahamu vizuri na ni pendekezo moja kwa moja la kocha Steve Barker ili kuweza kupata huduma ya Peter Shalulile. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji kwanza ana experience, ana exposure katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Ameshawafunga Ahal mara nyingi, ameshawafunga Waarabu mbalimbali mara nyingi. Yaani anajua soka la Afrika likoje. Na kwa sababu Simba inasuka vizuri karata zake mara hii, ukitazama manake kuna maingizo mapya ya wachezaji ambao wameshasajiliwa Simba, tunawajua, haina haja kuwataja kwa wingi, lakini wapo pale kina Seteura wapo pale, lakini vile vile pia na wengine wengi hawa kina Ino Loemba pamoja na yule mwingine Agwe Libas, ambaye hawa wamekuja kuibadilisha Simba. Kwa hiyo kama anaingia Peter Shalulile, maana yake Simba inakuwa na hatari sana, ama Simba inakuwa ni klabu hatari sana. Kwa nini hatari sana? Kutokana na wachezaji wake ambao imewasajili. Ukijaribu kuangalia wachezaji wote ambao wameingia Simba, hakuna mchezaji mwenye profile kubwa kama Peter Shalulile. Ukija katika bara la Afrika kwa alichokifanya Peter, manake anakumbukwa. Katika vilabu vyetu vya hapa nyumbani ligi ya Tanzania, Peter Shalulile ndio atakuwa mchezaji maarufu zaidi. Nadhani kama mtaniweka sawa mtarekebisha hapo, hakuna mchezaji ambaye ni maarufu zaidi barani Afrika kama Peter Shalulile ambaye anahudumu kwa klabu ya Mamelodi Sundowns, lakini sasa hivi anaenda kutua Simba kwa sababu Waarabu wanamfahamu kazi zake.
kule Afrika Kusini wanamfahamu kazi zake. Yaani ni mtu ambaye mpe pasi afunge, ana mikimbio ya hatari, ana macho ya goli, anacheza na timu, ana asisti, ni mtu ambaye amekamilika kiuchezaji. Ingawa kitakachomhukumu yeye Peter Sharulile ni eji yake tu, umri wake, kwa sababu ukitazama wapo wachezaji ambao Simba wamepita walikuwa na eji kubwa, mfano kina John Boko tunawafahamu vizuri hao, lakini vile vile pia kina MK14 kina Medi Kagere wamepita pale Simba wakiwa na eji kubwa, kina Saidon Tibazonkiza, wapo wengi, lakini Peter Sharulile anakuja katika wakati ambapo Simba inahitaji wachezaji wenye kasi. Ndio maana unaona Chama hana kasi, lakini inatumika zaidi ya akili yake. Sasa Peter yeye ana vitu vingi, ana akili, ana kasi, anachezesha timu na anafunga vile vile. Kwa hiyo Simba inanufaika kumpata mchezaji mkongwe, mchezaji mwalimu, mchezaji kiongozi ambaye yeye kuna wakati anaweza akakaa na waelekeza wenzake, mara hii tumezidiwa, tufanye nini, tufanye hiki, tufanye hiki, hii timu iweze kupata matokeo. Kwa hiyo nadhani Simba safari hii ina roho mbaya kweli kweli. Yaani nikijaribu kuangalia Simba inavyocheza na kuja kugundua kama wamejitosheleza hivi, lakini kuongeza wachezaji wengine magaidi, wachezaji wengine wenye nguvu, maana yake ni Simba ina roho ya yaani niseme roho mbaya sana, ambayo wanachotaka ni kuwafanya vibaya wale wapinzani wao, kuanzia Young Africans, Azam FC, kwa sababu siku za hivi karibuni Aprili hiyo kuna mechi hiyo na Azam FC. Kwa hiyo Simba wanataka kujipanga vizuri, ingawa hapa tunazungumzia dirisha la usajili bado lakini sasa hivi wanaanza kujiimarisha chini kwa chini. Kwa hiyo wanajua watacheza hapa, watacheza hapa, watacheza hapa, lakini msimu unapokuja ama wanapokuja msimu mwingine ama mwishoni mwa dirisha, maana yake hawa wanapokuja kuingia wanakuja kuongeza nguvu. Kwa hiyo Simba imeanza kutengenezwa mapema, hawataki kupoteza muda kama walivyopoteza msimu uliopita mpaka Zimbu anaondoka. Peter Sharulile wameleta mchezaji mmoja best sana, wamesajili mchezaji ambaye ndio atakuwa mchezaji mwenye kulipwa zaidi, kwa sababu sasa hivi katika ligi yetu, nadhani sina uhakika na hili, lakini mchezaji mwenye thamani kuliko wote anayelipwa fedha nyingi zaidi ni Faisal Salum. Faisal anakula hela nyingi sana pale Azam FC, alafu anafuatiwa na Clement Mzize pale Young Africans. Hawa wachezaji wawili ambao thamani yao iko juu sana, ipo juu sana. Kwa hiyo anapokuja Peter, manake naye anakuja sasa kuongeza thamani. Alafu pia ataisaidia ligi yetu, kwa sababu baadhi ya Afrika Kusini ambao maybe walikuwa wafuatilii, baadhi yao sasa wataanza kuifuatilia. Kwa nini? Kwa sababu yupo mchezaji Peter Sharulile. Lakini pia wa Namibia, manake wote tutawahamisha Tanzania kimpira, watakuwa wanafuatilia football. Kwa nini? Wana nahodha wao anacheza timu ya taifa huko Namibia, lakini huku manake anacheza Simba. Kwa hiyo moja kwa moja huyu ndiye mchezaji ambaye anakuja. Tukasema kwa ujio wa Peter Sharulile, nadhani atakuwa ametoa somo kubwa, madarasa kubwa kwa Suleiman Mwalimu, kwa sababu huyu ni mwalimu wao, yani ni mkongwe Peter Sharulile. Kwa Jonathan Soa, nguvu peke yake, basi nguvu tu, lakini kupachika kimiani, jamaa anaongoza kasi, jamaa yuko vizuri, kucheza na timu yuko vizuri. Kwa kitu ambacho Simba tunawapongeza ni kwa namna ambavyo wameamua kupanga nafasi yao ama safu yao ya usajili mapema. Hiki kitu miaka kadhaa wamekuwa hawafanyi hivyo, lakini kwa msimu huu tunaona wameamua kufanya hivyo mapema ili kuhakikisha kwamba wachezaji wanaotoa Simba wanadumu. Alafu pia kurenew mikataba ya wachezaji ambao wamesha perform misimu mmoja Simba. Tumeona siku za hivi karibuni Rushen De Rock ametia kandarasi, amemwaga wino pale Simba. Maana yake pamoja mkataba wake bado, lakini wameamua kumuongezea tena mwaka mmoja. Kwa nini? Kwa sababu wanajua ni thamani, ana viwango, ukizubaa anachukuliwa, anaondoka. Ndio maana wameamua kuweka wachezaji hao wasalie. Kwa hiyo kumuongeza Peter Sharulile ni mchezaji mmoja hatari sana. Ukiangalia uongozi wa Simba safari hii umekaa kimya. Umuone Mangungu akiongea sasa hivi, umuone Maguri akiongea, umuone Modoiji akiongea, lakini wanakaa vikao vya mara kwa mara. Wanakaa vikao vya mara kwa mara kuhakikisha kwamba wanasuka Simba yao. Mfano mechi ya Zanzibar na Young Africans, kiukweli kabisa kama zingetafsiriwa vizuri sheria, maana hivi tunavyozungumza Simba angekuwa mbabe wa Yanga, angeshakuwa amepata matokeo.
lakini mwamuzi naye ni mwanadamu, ingawa alifanya makosa ambayo yalionekana na mwisho siku amefungiwa. Kwa hiyo haya yamepita, tugange ya mbele yajayo, lakini Simba ni bora sana, na ndio maana hata nikitazama kwenye ile kuelekea Simba na Azam FC, nadhani Azam watapata shida sana, sababu wataingia na ile kwamba tuliwafunga kule wapi, tuliwafunga wapi, lakini Simba wamebadilika. Simba ina kikosi tofauti, ingawa Azam ugumu wake unaletwa na kocha Ibenge. Ni kocha ambaye anavijua vilabu hivi vya Simba na Yanga, anajua pressure yao pia Simba na Yanga. Kwa hiyo mwisho wa siku tuseme tu, tukubaliane kwamba uwepo wa Peter Sharulile kwa wekundu wa Msimbazi Simba ameenda ama anakuja kuibadilisha klabu ya Simba, kuiongezea kasi, energy, nguvu ile ambayo kwanza itaenda kuchukua ubingwa ambao Simba waliukosa kwa miaka 4. Haya ndiyo maoni ambayo nimeyatoa katika jicho la kiuchambuzi. Peter Sharulile ni mnyama.